Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika darasa letu la siku ya leo, na ukumbuke kwamba ni madarasa ya kila siku na tunakuwa na mfululizo wa masomo kadha wa kadha. Haya masomo ni muhimu kabisa kwa ajili ya kukujenga kiimani, ya kumjenga yule ambaye anatamani kukua kiroho. Tunajua kwamba mtu kukua kiroho kuna mambo mawili makubwa ambayo ni muhimu sana. Kusoma neno pamoja na kufahamu neno, kuelewa, lakini jambo la pili ni maombi. Sasa katika mfululizo huu kuna masomo mbalimbali ambayo nitakuwa ninakufundisha. Karibu katika madarasa yetu. Katika madarasa haya kutakuwa na masomo mbalimbali ambayo nitakuwa ninakupitisha kule. Mimi ni mchungaji Boniface Philip kutoka huduma ya Misaa ya Tumaini Jema. Napenda kukaribisha katika huduma na ibada zetu mbalimbali ambazo zinaendelea. Na mwisho kabisa wa kipindi hiki kuna namba za simu ambazo zitakuwa zinapita hapo. Kama una swali lolote na jambo lolote, basi utaniuliza na nitakujibu. Lakini pia nikukumbushe kwamba na kozi mbalimbali zinazohusu imani, maombi, zinazohusu kukua kiroho, zinazohusu hatua za mtu na namna ambavyo mtu anaweza akakuwa kiroho na kimafanikio pia katika habari ya mwili. Twende pamoja. Katika darasa letu siku ya leo tutasoma neno katika kitabu cha Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 2. Tunajua kabisa kwamba kwenye Agano Jipya, kwenye vitabu vya Injili, kitabu cha Luka ni miongoni mwa vitabu ambavyo vimeweza kuchambuliwa kwa kina kidogo. Kwa hiyo hapa kitabu hiki kinazungumza mambo kadha wa kadha, lakini leo nimechukua mistari michache katika sura ya 5 na kuanzia mstari wa 2 tenda pale. Kuna mistari mitano ambayo tutaipitia na kwenye darasa letu la siku ya leo. Ninaomba pale ulipo unaweza kuchukua kalamu, karatasi au notebook yako, lakini usisahau pembeni kuwa pia na glasi ya maji wakati tunapitia jambo hili. Ni somo la taratibu kabisa. Uko na mwalimu Boniface Philipo. Twende pamoja. Tusome pamoja. Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura ya 5, tunaanzia mstari wa 2. Biblia inasema akaona vyombo viwili, lakini naomba tuanze mstari wa kwanza ili tujue kwamba ni nini kinazungumziwa pale. Mstari wa kwanza. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Mstari wa 2 ambao ndio muhimu katika somo letu, tunaanzia pale. Biblia inasema akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Sasa mpendwa, unayenifuatilia wakati huu, naomba nisome mistari yote, alafu tutachambua mmoja baada ya mwingine. Itakuwa ni msaada mkubwa kwa sababu nitakaposoma mstari mmoja na kuchambua mmoja, basi inaweza tusipate kile kitu ambacho nataka nikifundishe. Twende mstari wa 3. Biblia inasema akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simon, akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Mstari wa 5 Biblia inasema Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa,
Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Mstari wa 6 Biblia inasema, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Mstari wa 7, akawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakajivijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Mpendwa unanifuatilia wakati huu, nimesoma mistari 7, kuanzia mstari wa pili wa kwanza mpaka mstari wa 7. Sasa hebu tuanze kuangalia vitu vichache ambavyo tunavipata pale kwenye hili somo au kwenye sura hii ya 5 kuanzia mstari wa pili. Okay, kwenye mstari wa pili tunaona jambo moja hapa ambalo unaweza ukawa umewahi kulisikia au kuliona kwenye Biblia. Hapa tunaona jambo la kwanza, wavuvi walikuwa wanaosha nyavu zao. Wavuvi walikuwa wanaosha nyavu zao. Sasa katika maisha yetu hii inatufundisha nini? Wavuvi kuosha nyavu inatufundisha kwamba katika maisha yetu ya kila siku lazima au ni bora kuishi maisha ya kujitakasa. Lile neno kuosha nyavu, tunaweza tukapata maana ya kuishi maisha ya kujitakasa, maisha ya usafi, maisha ya toba, maisha ya kumwambia Mungu kwamba nisamehe, nirehemu. Kienda pale ambapo Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kusali au tunaita sala ya Yesu, naona mahali ambapo anasema utusamee deni zetu au tusamee makosa yetu. Deni zetu au makosa yetu ni katika tafsiri mbalimbali, kwa sababu tunajua kwamba Biblia imetafsiriwa kwa lugha mbalimbali, na hapo tumepata mazao mbalimbali ya matamshi au ya matamko. Kwa hiyo Yesu pia anagusia swala la msamaha, swala la toba, swala la kuomba rehema, ni swala muhimu. Sasa hapa maisha ya kujitakasa ni muhimu sana. Kuosha nyavu ni kujitakasa. Mwambia Mungu kwamba moyo wangu ambao ni boti, moyo wangu ambao ni mashua, moyo wangu ambao umebeba mambo mengi, lazima utakaswe. Osha nyavu ni maisha ya utakaso. Tunaona jambo moja hapa pia ambalo nataka nikutie nalo moyo au nikufundishe siku ya leo. Japokuwa wakupata kitu chochote, lakini waliendelea kuosha nyavu zao. Japokuwa haujapata kile ambacho unamwomba Mungu akupe, lakini ni muhimu kujitakasa. Hawa watu hapa ambao wanatajwa kwenye Biblia, japokuwa wali struggle usiku mpaka asubuhi, hawajapata chochote, lakini hawakuacha nyavu zao ziwe chafu. Hawakuacha nyavu zao ziendelee kuwa na ule uchafu ambao waliupitia baharini na kukosa samaki. Bahari ni nini? Bahari ni maisha ambayo tunaishi kila siku. Tunapitia changamoto mbalimbali, wakati mwingine tunakwazwa na majirani, mume au mke wako, watoto au watu mbalimbali wanaweza kukukwaza. Na wakati huo unaendelea kumwomba Mungu akupe. Ni kwa mfano kwenda baharini kuvua. Unaenda kwenye riziki zako za kila siku, unaenda kwenye mambo yako ya kila siku, unaomba Mungu akupe. Haujapata. Lakini japokuwa hujapata kile ambacho unatamani Mungu akupe, usiache kujitakasa. Endelea kujitakasa. Enda kwenye kazi zako, umerudi hujapata chochote, endelea kumwambia Mungu, nisamehe. Endelea kufanyia moyo wako usafi.
endelea. Biblia inasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Kwa hiyo ishi maisha ya kujitakasa kila wakati. Hii ni kitu kingine tunaona hapa, kwamba pointi nyingine ambayo inakuongezea kwamba hata kama hujapata majibu, endelea tu kutubu, endelea kuwa safi, endelea kufanyia usafi moyo wako.